Hii ni kampuni ya Saban, ndiye ambaye inaleta kazi nzuri kabisa, wanaita Delivery Run. Mimi niite DJ Mark, niite Jimashine Zedare ya Acheche Production. Naam, wanaita Jack Rabbit. Kampuni ya Arctic Renegades na kampuni ya Saban Films wanaleta kazi nzuri. Ni kipindi cha majira ya mwezi wa 12, barafu ni kali katika nchi ya Marekani. Hapa ni maeneo ya Naswa. Naswa ni sehemu ambayo watu wanakaribishwa wapate burudani, wapate vitu vizuri vizuri. Ni wewe tu na roho yako unakuja tu kula bata. Kama unaweza kuona, pana maduka mengi, pana sehemu nyingi za kuburudika. Ni wewe tu kuja hapa kula bata. Na hapa pana motel. Motel manake ni hoteli kwa ajili ya wale ambao wanafanya safari, lakini hata na wewe ambaye ufanye safari unakaribishwa. Panaitwa Niswa, ama unaweza kaita Naswa, Naiswa. Ni mimi hapa niite DJ Mark, niite Jimashine Zedare Acheche na kutirere. Yani kifupi na tiririka na vokoza kivampire. Naendelea kukuletea kazi nzuri kabisa. Hapa wanaita Trail Crossing. Nafikiri kwamba kuna barabara ya treni inapita hapa. Bahati mbaya sana kuna mtu anapata ajali. Sasa sijajua hii ajali imesababishwa na hiyo trail ama ni nini. Jamaa anafanikiwa kuchomoka, barafu zimetanda kila mahali, lakini moto unawaka japokuwa kuna barafu. Huyu jamaa akaungua kidogo, lakini amefanikiwa kutoka, anaendelea kukoa. Kuna gari inawasha taa hapa. Jamaa anajitahidi akimbie, lakini sidhani kama atafanikiwa. Hii ni gari kwa ajili ya kuweza kutoa barafu katikati ya barabara. Ibonge ndinge hiyo hapo, cheki minyororo kama yote. Sasa kwa nini iko hapa? Cheki inavyozoazoa kila kitu, ina maana haoni mtu. Huenda labda ajali hii imesababishwa na gari hii. Wanaita Delivery Run, ndio picha yetu ya kazi hii leo. Bonge ya picha, ni picha nzuri kulikweli. Tuko na kina Alexander Arnold. Haya, kumepambazuka asubuhi na mapema baada ya kuweza kuona matatizo makubwa yameweza kumkumba ule bwana. Sasa ulikuwa na ujumbe wa sauti? Mr. Shaw kutoka Northern Light Casino. I'm calling because nakudai pesa yangu. Ujamaa simu nyingi ambazo anapigiwa hapa, japokuwa zilikuwa ni ujumbe wa sauti, anakumbushwa madeni yake, anadaiwa. Kazi yake kubwa ni kufanya delivery popote pale, na hapa ana vipeperushi, ana barua, ana passage, ana parcel. Yani parcel ni bahasha kama hizo unavyoweza kuona. Sasa hapa anaangalia ni nani na nani anatakiwa kupelekwa parcel yake, nani hajampa, wapi panatakiwa aende na vitu kama hivyo. Hello Leland, it's Gus. I know you're busy, but I need an answer from you. I can't afford to wait anymore. I have another buyer going to come back in a couple days. You want that food truck? Then meet his price. Soon. What's the matter? You forgot one? Wenye kumdai wamemvamia, wamemchapa kitu kizito, na hatimaye anakuja zinduka. Maid's day off, huh? Anawe vipi? Maid's day off, kwamba mfanyakazi wako hayupo. Sasa ndo tumekuja sasa. Tumekuja wazee wa kazi atulembi. Sasa nataka tukuulize, kwa nini utulipi pesa zetu?
And that culinary arts course. Alafu unaendelea kuzingua. Did you? I can't remember. Was it a? Siwezi kukumbuka. Hivi, kwa nini unatuzingua hivi? Oh yeah. Miaka miwili umejaribu kufanya kazi na mimi, lakini naona kama bwana mdogo unazingua hivi. Sikuelewi hivi. Always expect something. Sasa siku zote ukichukua pesa kwangu ni lazima urudishe. Na nahitaji pia pesa za ziada. Faida. Hauwezi ukachukua pesa yangu alafu unaenda kutumia alafu hakuna pesa ya ziada. Leo nimekuja kuchukua pesa yangu. Kama una utanikoma. Rich whilst gambling with my money. Unachezaje pesa yangu kamari? Your money. Mimi sijamaliza wote. Nilicheza kidogo tu nikajua kwamba nitaongeza. Akaangalia hapo bwana kumbe pesa yangu itakuwa iko hapa alichukua pesa ya watu alafu mwisho wa siku anatakiwa apeleke alafu pesa katumia kwenye kamari. Anaanza kuipigia hesabu. Mungu wangu. You're missing about half. Yani nusu hamna. Too bad. Mbaya sana hii. Wait. Where was sweet? Hey, don't hurt it. Whoa, sio kama mimi samaki wangu mwache. And this ain't it. Na kudai 7,500. Ni kiasi kama cha milioni 20 hivi. Sasa utulie basi. Oh, please. Acha ujinga, nani atulie? Naona kuna milioni 10 tu hapa, nusu hamna. Sasa usiponipatia pesa yangu milioni 10 na kuua na kudai tena hii milioni 10 inaongezeka na yani fidia. 7,500. Sawa, mimi nitalipa hiyo hela yako, hiyo nusu, lakini asinulie samaki wangu. Anavunja nayo chupa yenyewe. Ambaye hiki ndicho ambacho kitakukuta iwapo kama pesa yangu sijaipata. Nitakubatua kama nilivyobatua ili kopo lako la usamaki. Na kudai shingapi? Milioni 10. Sasa nenda kaibe kwa bibi yako. Omba mchango kama unaumwa figo. Lakini mimi nachotaka ulipe deni langu. Milioni 10. Ukizingua tena wewe pamoja na ule samaki wako, yani mnakuwa ni sushi. Na wabanika. Kudaleki zako na maviatu yako ajabu ajabu. Amemweka kwenye chakula. Sasa ujamaa mbona amemweka tena kwenye msosi? Ametumia pesa za watu. Jamaa alikuwa anapenda sana kucheza kamari. Ni mtumwa wa kamari. Mungu wangu, hii samaki sasa ni mweke wapi? Amemweka kwenye maziwa. Man. Mambo gani haya? Nata tena imezima. Nadaiwa umeme na TANESCO. You know that I'm good for the money. I can make it all back. Anasema mnanoma, mimi nitapambana yeye bwana. Lazima hiyo pesa nitarudisha. Wewe ni azime tu kiasi cha pesa. Weka hata na fidia kidogo. Natafuta mkopo wa chapchap. Yaani kama kuna mkopo ule wa kausha damu, fresh tu, chupi mkononi, hamna noma. Mkimbizano, hamna noma. Kuna watu anajaribu kuwatafuta kwa ajili ya kumtafutia mkopo wa haraka ambapo anaweza kupata pesa ili awalipe wa watu. Watu. Sio mchezo. Yaani hawa watu sio mchezo. Amemchukua na samaki wake, anasema acha tu tusepe wote. Nikikuacha nyumbani unaweza ukafa bure. Good morning, Niswa. Sasa anaenda kutafuta. Anaenda kuhangaika ili apate milioni 10 ili awalipe wale wababe. La sivyo asipokuwa na hiyo pesa, yani ajijue kabisa. Yani mwisho wa kuishi nafika. Jinsi alivyokuwa na haraka na barabara jinsi iliweza kujaa hapa barafu mpaka kuimona anashangaa. Huyu mtu sasa anajitafutia ajali. Sasa barabara huwa inateleza kwa sababu unatembea juu ya barafu. Juu ya maji kama hivyo unavyoweza ona. Lakini kwa sababu ya haraka alikuwa nayo ili mradi atengeneze pesa chapchapu, ili mradi apate kulipa pesa za watu, ndio anajikuta anatembea chap na hatimaye anafika katika mitaa ya Niswa. Tatizo lake kubwa huyu bwana ni kamaria. Nikisema kamaria ni mtu ambaye anapenda sana kamari. Jamani, kila mmoja ana matatizo yake. Kuna watu wanapenda fegi, kuna watu wanapenda pombe, kuna watu wanapenda madem, yani kuna watu wanapenda yani labda kula tu, yani ni walafi. Kila mmoja ana tabia yake. Sasa kabeba vitu baadhi nyumbani, anaenda kumuuzia huyu bwana. Ni mwanzo wa kwanza kuitafuta milioni 10. Akamwambia kwani kuna vingine umeviacha nyumbani? I have no need. Mimi sioni kama hapa naweza mimi nikanunua chochote. Kwanza hakuna mnunuzi wa kununua ama vikombe. Yani nini sasa? On me. This blender's missing. Hii blender kwanza hamna kitu kingine.
Hii Brenda tu imekaa hapo, mbona jagi hamna? Running a pet store. Anasema na huyu samaki mpeleke sehemu ya kufugia samaki. Huyu samaki simuuzi. Kaona visu, kaona mabakuli. That you really want? Ina maana unataka hivyo tu, na hivi vingine nimpelekee nani? Kampelekee bibi yako. Sasa hivi vitu ambavyo mimi navichukua mimi nakugea 40,000. Take it or leave it. Chukua ama kama ni vipi achana nayo. Sepa. Huyu bwana kazi yake kubwa ni kununua vitu ambavyo vimetumika na pia anauza. Yaani anauza vitu vya mtumba. Hey. Haya, asante. Kampa 40,000 yake. Doing business with you. Haya, nimefurahi kufanya biashara na wewe mwanangu. Tuonana. Yaani kifupi 40,000 kwenye milioni 10 inasaidia nini? Basi ndio hivyo, labda weke mafuta tu ili mradi endelee kuhangaika, ajue pesa anaitolea wapi. Oh, vizuri vizuri, mtongo wa nguvu huyo. Here you go. Sasa akamwonyesha oda ambayo inapaswa achukue, apeleke kwa wenyewe. Sasa kazi yake yeye ni mtu wa delivery. Yaani ni mtu wa kuchukua mzigo mahali, kupeleka mahali. Sasa akaona ngoja kwanza apige mishe chap chap, huku akiwa anaendelea kutafuta milioni 10 ya watu. Basi ameshachukua mzigo wa msosi na hatimaye anapeleka mahali kwanza. Anahangaika. Kamari ndio chanzo cha matatizo. Na imani hata na wewe mwenyewe una matatizo ambayo yanakuponza. Na kama hauna tatizo hilo, hujakamilika kama binadamu. Lazima utakuwa una kitu unakipenda sana, alafu ni siri yako. Na haba huenda ikawa sio siri, wengine wanajua. Unapenda sana bange. Na hatimaye yuko kwa gari. Huyo hapo anahangaika huku, anahangaika na kule. Sasa kwa bahati mbaya sana kuna gari mbele. Hii gari haimpi nafasi ku overtake. Anaweza kaongeza mwendo hapa akajikuta anaingia kwenye mabarafu. Safari yake ikaishia hapo. Na mbele ndio gari ya kutoa barafu, na hii gari bwana huenda nafanania na ile tuliona imemtoa mtu hai. Sasa akaona ngoja tu overtake. Maki ameona amekaa muda mrefu kumsubiria apate nafasi ya overtake. Come on man. Umekaa katikati kidogo mwanangu. Niachie ka uwazi kidogo. Mwanangu nitanulie kidogo hapo. Kaona tu kama ni vipi ya force ili mradi awai na safari zake. Akikaa nyuma hapa huenda muda utakuwa ni mdogo sana. Anaicheki gari. Ni gari ya kiume kweli. Ni gari ya kutoa barafu ili mradi watu wapite vyema. Yes, kazi wanaita delivery lana. Bwana bonge gari. Si ndio Rage? Samaki wake anamuita Rage. Huyu ndio partner yake. Ndio rafiki yake. Ndio ndugu yake. Kijana fulani hivi wa hovyo kampigia honi huyo jamaa. Sasa kudadiki zako unanishtua. Unapiga honi ili yoje? Piga basi na kwako, hiyo ni ya gari. Mpuzi nini? Chana na mimi. Bonge. Faras makalio makubwa. Yamana akaongeza gear, akaongeza mwendo kwa yeye anapokwenda kwa ajili ya kutafuta kile kiasi cha pesa anachodaiwa. Anaendelea kufanya delivery. Jamani hata kunipa kidogo hela jamani. Mara nyingi kwa wenzetu bwana wanagewaga tafifu ama tunaita tip ama tip kwamba ni kweli umelipwa kutokana na kumletea mzigo, lakini pia anakupa asante. Wanaita tip, asante. Hata kama unaenda kuhudumiwa hotelini, yule mhudumu si analipwa na hoteli ambaye kamwajiri ama ameajiriwa. Lakini wewe akikuhudumia pale, basi unaweza kumpa ka asante. Bwana ka asante chako wako. Umemletea chakula vizuri, amekula ameshiba. Wi-Fi. What Wi-Fi? Wi-Fi. Anajaribu kuzungumza na simu yake imwekee Wi-Fi chap. Ameshapata mzigo chap chap. Anaenda sehemu nyingine na kuambia leo anapiga mishe ofa bala. Ili mradi kwanza atengeneze pesa ambayo itaweza kumsaidia aende akabahatishe tena, huenda anaweza akatengeneza hela. Like 3 today. I should have had hundreds by now. We're a big company, Lee. We got a lot of drivers. Sikiliza wewe bwana mdogo. Kama unataka kufanya hiyo kazi na madereva wengi, achana na mimi. Alikuwa anaendelea kupatana na kazi ambayo anatakiwa achukue mahali apeleke mahali. Sasa akaona kama pesa ni ndogo, alikuwa anaomba ongezewe. Something else right now. I need the money. Nahitaji pesa mwanangu, nahitaji pesa. Thanks. Tayari mzigo umeshafika. Asante. In the bag. Hebu niwekee kwenye begi. Ilikuwa ni shughuli kusema kweli, lakini lazima apige kazi leo.
simu ni nyingi, kila mmoja anamuomba pesa. Hey, mambo vipi guys? Did you get my message this morning? Umepata ujumbe wangu asubuhi? Yeah, nimeupata. Na ufanyia kazi mwanangu guys. Listen, can I call you back? Naweza nikakupiga simu baadaye? Mwanangu naendesha hapa. Alafu niko na order mwanangu, niko chap kwa haraka. Keep me waiting. Nahitaji jibu, sitaki nisubiri. Truck or no? Najua pesa unayo. Unatengeneza hela sasa hivi kwa dada zako. Na kudai pesa yangu. Nige kamda kadogo tu mwanangu. Last week. Wewe si ulisema hivyo wiki jana? Pick up the pace. Sasa mimi nasemaje, mimi nakufuata huko. Alafu nitakachokuonyesha sasa utajuta. The buyer is really... Tatizo lako wewe ni mshenzi, wewe ni muongo. Sasa mimi nishampata mnunuzi. Unasemaje mwanangu? Ngoja basi nakupigia sasa hivi kidogo na overtake hapa. Gari kama ile, sijajua kama ndio ile, anakutana nayo tena. Lazima akutana naye sana kwa sababu ni gari ambayo inafanya usafi ili mradi upite vizuri. Sometimes ni kwamba barafu zinajaa hapo, gari haiwezi kupita. Sasa jamaa si anipi nafasi basi. Anampigia honi. Ana haraka zake kuwafikishia wateja. Jamaa akakamata nafasi kwa kiasi kikubwa. Cheki anachokifanya. Anamtimulia vumbi kimakusudi. Acha ujinga. Damn you, Mr. Plow. Nakuaje bwana, mambo gani hayo? Anaambia pita mwanangu, pita. Au naambia mimi nipite hapa kwenye kona. Come on. Basi fresh tu. Cheki alivyomsakizia. Woo! Jamaa mumwaji. Wewe mwana azimu wewe. Kwanza ilibidi apumue. Baby. Anaangalia notification. Anaendelea kupigania maisha. Kazi yake ingekuwa kama achezi kamari, yani ingekuwa inamfaa kabisa kuishi vizuri kabisa. Kwa siku anaweza akafanya hata kazi 5, 10, 20 na kila kazi analipwa kama $20 hivi. Look who it is. Odangu nayo. Subiri kwanza kidogo mister. Go grab a soda. We'll get to you. Nenda kapate hata soda kwanza kidogo pale. Subiria oda inatengenezwa. Zira, bring your pet. Naona unatembea na mfugo wako. Reggie's my co-pilot today. Anasema huyu ndo mwanangu leo huyu. Natembea naye. Sasa hapa kuna mtu alikuwa anahitaji vitu. Kwa hiyo ndio ameenda kusubiria pale. Baadaye ampelekea huyo mtu. Anaweza akajikuta siku nzima tu mwanangu anakiwesha. Anaweza hata akamaliza kazi hapo ana 500,000, ana 400,000 ya Kitanzania. Lakini hiyo 500,000, 400,000 ya Kitanzania ukiwa kule ni ndogo, ni kama vile umetengeneza 50,000 ama 70 kwa siku. Shanaelewa? Mfano kama 50,000 alafu unaishi katika nyumba ambayo unalipa 500,000 kwa mwezi. Hiyo 50,000 kwa siku inakuwa ikutoshi. Shanaelewa? Sababu kuna kula. Sasa msosi unaweza kukuta unauzwa 10,000 ama unaweza kukuta msosi unauzwa kama 8,000. Ndio hivyo. Sasa wakati anawahi, si anakutana na huyu jamaa kamzuia. Gari ambayo inatoa uchafu barabarani. Anampigia honi. Oya mwanangu, nipishe mwanangu nipite. Nahitaji kumpelekea mteja mzigo. Nasema sasa leo mbona kama nina gundu kuanzia nyumbani mpaka huku tena barabarani. Naona amepiga kazi mpaka usiku. Tokea asubuhi amepiga kazi, sio mchezo. Sasa kuna gari ya polisi inakuja. Mafadhali ujamaa labda huenda anaweza kaitoa hii gari. Mimi nilijua kwamba huyu jamaa atakuwa labda anajisaidia pembeni kidogo hapo. Anaenda kuchimba dawa. Sasa huyu polisi anamjua bwana mdogo. Kasimamisha gari kwa mbele kidogo. Hey, Leland! Mambo, Leland! What you doing? Did you realize you're blocking the... Hivi huyu jamaa umeona jinsi alivyoniziba hapa barabara? Did you see the truck? Umeona hii gari jinsi ambavyo imeniziba barabara, imeninyima nafasi mpaka umekuja. Looks like he was lost, huh? Naona kama jamaa si ukapotea. Guy. Chana naye, sometimes wanakuwa na mawazo kwamba anakutengeneza barabara afu unapita kiulaini. Yeye anapata tabu, anapigwa na baridi tu huko. Wanakuwa walevi sometimes. I'll be seeing you now. Basi nimefurahi sana kukuona mwanangu. Hamna noma Nathan. I got places to be. Basi hamna noma. Tutaonana kule. Si baadaye. Fresh. Wanajuana waga, wanakutaga ubandani, wanaonana huko na sometimes wanakutana katika nyumba ya kamari. Kudadeki.
Anaendelea kumalizia kazi yake tokea asubuhi ya saa 12. Kapiga mishi balaa. Alafu anaenda kubahatisha kwenye kamari. Ana kamari za kucheza katika bahati nasibu wanaita coupon. Lakini coupon kule kapigwa. Kuna deki. Stay awake, man. Come on. Mwanangu tulia hapo hapo. Narudi nyumbani muda si mrefu. Anaendelea kukwangua bahati nasibu hizo. Kama on mwanangu usinipata hata bingo. Kuna deki zako. Anaitusi karatasi. Anapigwa tu. I am giving up. Pesa alizozipata anaenda kucheza kamari. Anajua atapiga hela, si mcheza kamari. Kapata kama shilingi 100,000, sio 500,000. Sasa anaenda kucheza kamari mzee baba. Yuko na samaki wake. You're a wise guy. A man of few words, if you will. Aliona milioni 10 haiwezi kupatikanika hivi hivi na akashapewa masaa kadhaa. Akapata 500,000. Kwa hapa lazima aende kwanza akacheze kamari. Kaamua kuweka yote. Atashinda tu. Na akishinda hapo sio milioni 10 tu atakuwa naye. Milioni 50. Ana imani kata zake za ushindi. Wow, JJ mbili hizo. Dume la kwanza. Kapigwa. Kazi yake yote alifanya leo bure. Ndio kamari ilivyo. Unahangaika we. Unapata tabu, unatukanana na watu, nusura hata upoteze maisha. Alafu unaenda kucheza kamari yote few. Dubwi bala. Wewe unaniangalia hapa, najua ulikuwa unacheza dubwi sana. Na kama bado unaendelea kucheza, achana nalo. Lezika na pesa ambayo wewe unaipata siku zote. Hiyo iongeze iwe kubwa, yani kwa kuipambania, kuifanya biashara, aima kuhifadhi. Nini? Yule jamaa anakutana naye tena. Sasa sijajua kama ni gari moja ama ni wanakuaga tu wengi. Sasa jamaa mbona kama leo kaamua kuniamkia IC? Jamaa mchawi nini? Mbona anifatafata hivi? Anaendesha kawaida kwa sababu ni usiku, anaweza kateleza alafu anakunywa ujue. Anakunywa juice kashika kwa mkono mmoja. Ile juice kapewa bure, ukishaliwa unapewa juice, unapewa chakula, unakula. Hebu niambie kama umeliwa 500,000 alafu unapewa chakula cha shilingi 15,000. Si huyu mtu anakuziaki. Umeshapigwa. Sasa jamaa kama vile anataka kumovertake alafu sasa anatembea speedy. Kuna deki. Sio ni kitupe cha kinywaji. Naona kama kinanizingua nitashindwa kuendesha vizuri. Sasa anaamua kufungua kidogo. Akamwagia kuna deki zake. Jamaa anayumba kidogo. Sikamwagia wanaita sio ni yogurt. Si kama mtindi fulani umeweka kama kiza pale mbele. Anacheka. Dada yake nimemweza. Cheki ndinga anapokuja mzee. Iko na minyororo kama yote. Mimi nadhani ni ile. Cheki sasa baba. Cheki inavyopeleka chini hapo mpaka kwenye sakafu. Cheki. JJ. Sikamchokoza mwenyewe. Atajuta. Kwanza sababu yenyewe yuko nje ya mji. Alafu yuko mwenyewe. Wewe unafikiri inakuaje? Nini anafanywa huko? Balaa nalo. Did he go? Kuna digi zake bora hata ameenda. Did he go? Shenzi kabisa. Kaenda wapi ubwenge mbona hata simuoni? What? Kaenda wapi mpuzi? What? Shenzi. Fuck. Kuda deki. Sasa akapiga tena pesa ambayo kabaki nayo ndio hiyo. Anawaza milioni 10 ya watu wanaitolea wapi? Hi Lee. Mambo Lee? Inakuaje? Looks like you're not the only one on your lunch break. Inaonekana huko nakula mwenyewe. With the fish. Huko na samaki. Samaki huyu vipi muda wote uko naye? Ambaye ndo ananipa company mwanangu. Ndo nazungumza naye. Basi nimefurahika tena kukuona mwanangu. Deputy Cummings, can't you see the badge? Jeez. Oh yeah. Deputy. Say you sped off
earlier before I could... Yeah, well, I was in a rush. Alimwambia mwanzo nilikuwa niko na haraka. Sasa hivi nipo katika majukumu ya kazi. Sio unajua sometimes baridi inakuwa ni kali, mtu mpaka unawehuka. And Dead Man's Curve, it's closed until further notice. Or for good, so the dum-dums don't kill themselves. Have you had anything else to report? God, I am not some chatty Cathy like everyone else down at HQ. You know that. But between you and me, Lakini nataka nikwambie kitu mwanangu, na bunge la dili kati yangu mimi na wewe, we got ourselves world situation. You hear about those missing hackers? I listened to the morning. Hivi umesikia kwamba kuna watu ambao walienda kupanda milimani kule wamepotea? Na bado hatujawaona. Ila kuna watu wametoa pesa. Hawa jamaa wametoweka. Ni wapanda milima. Haijulikani wapi wameenda mwanangu. Sasa kamwambia kuna dili imetolewa, kama kuna taarifa zozote kuhusiana na mtu kama huyo amemuona, basi atatengeneza hela nyingi sana. Mimi nakwambia mzee baba, kuna hela nyingi wapo kama ukiwapata hao washikaji. dums lost in the snow. Jamani, tufurahie barafu. Barafu ndio imeshakuja mwezi wa 12. No. That's just a theory. Unajua kuna theory HQ. Down at HQ. Kuna theory chini kule makao makuu. So, Ngoja wazi nikuache. Tunaona baadaye bwana. Hey, deputy. Wewe afande? Hebu njoo kwanza kidogo. Nataka nikuripotie habari, kuna mtu alitaka kusababisha mauaji. Nini? an attempted. Kuna mtu alitaka kuua. Okay. So, Kwa hiyo some truck driver kuna gari moja hivi, truck driver. Wow. Lile ya kutoa barafu lile. me off the road today. Ase leo alitaka kunitoa nje ya barabara mzee. Alitaka kunitoa nje ya reli. Yeah, right. Alitaka kuniua mimi na samaki wangu. Okay. Yeah. Basi poa, nimekusikia mwanangu. Which one was it? Sasa ni yupi sasa? Uli nakili namba za gari? Sababu hao wenyewe wote hawa wanafanya hiyo kazi. Waliokaa hapa wote wanafanya kazi ya kutoa hizo barafu. Sijaona plate number hiyo gari. Kwa hiyo naweza nikasema simjui. What? Oh, Leland. We don't exactly have a lot to go on now, do we? You know, maybe it was someone you pissed off. You do have that tendency to vex people, you know? I guess that's why Rebecca's gunning for you. Yeah, I ain't getting my shit together, but you guys should still do something about Rebecca. Regardless of what you say, she ain't done nothing to get herself arrested. Sasa namwambia muda mwingine kama mtu anaweza kusababishia mambo kama hayo, unapaswa unipe taarifa iliyokamilika ili niweze kujua kama ni kweli ni nani huyo, tumshughulikie. Sawa brother? Sawa? See it again? If you see it again, You know the number. you know the number. It is 9111. Ukimwona tena mhusika ambaye alitaka kukua, namba ya dharura ya kipolisi unaijua, piga hiyo namba 911. Basi kamaliza kuzungumza naye na mshikaji anaingia kwa ndinga ili arudi nyumbani. Lakini anaonekana yuko na mawazo mengi sana. Anasikilizia kama kulikuwa kuna dili. Maki ndio hapo ambaye wage nampaga dili. Sasa anaingia kwa gari yake. Nafikiri ni safari ya kurudi home. Bado anapiga kazi man. Anapeleka delivery. Anapeleka mzigo panapohusika. Yuko kwa China. Amekuja kuchukua mzigo ama ndio amepeleka mzigo? Yuko kwa hoteli ya Wachina sasa. Anaona kama kuna dragon hapa. Wametengenezwa dragon. Unajua China ni moja kati ya sehemu ambako ni wazaliwa wa dragon. Sasa anamkabidhi mizigo yake aende akapeleke kwa mtu ambaye alikuwa anahitaji mzigo. Alafu ni saa 4 hiyo. It's up on the mountain. Mbona kama ni milimani si? Wood Mountain. Ni Green Mountain. Looks like we're doing it, Reggie. Basi mnanoma, ngoja tupige kazi Reggie. Haina kulala hiyo baba.
Hii ni safari nje ya mji, milimani huko. Huko anakuangalia lakini kwa sababu ana shida na pesa, ngoja aende tu. Yep. Ndio hivyo. Nimeingia mzigoni mzee baba. Ever heard of the outlaw path? Hivi umeshikia ile safari na ajali ya Dyatlov? Soviets. Kuna wa Soviets kama 9 hivi walikwenda katika hiyo milima huko, wamepotea kimiujiza. All of them die under master circumstance. No one ever be able. Anaambiwa, mwanangu, huko unapokwenda huko bwana, yes, kuna wapanda milima Warusi kama 9 hivi, hakuna hata mmoja alipona, wamepoteza maisha kiajabu sana. Kwa hiyo kama unaenda usiku huu kwa makini, maana anakwenda huko mlimani, na kama unaweza kuona barafu ni kali sana, japokuwa barabara imesafishwa, lakini barafu inaonekana imetanda vibaya mno. Unaweza ukajikuta unakwama tu hivi, lakini kwa sababu ya njaa ya kuhitaji pesa anaelekea huko milimani. Sasa ndo anasogeza mzigo sehemu husika. Nimeshapata kufika. Sasa sijajua mwenyewe nitamuona mamniaje. Gari kaacha mbali kama nyumba ya Kichina hivi. Ni nje ya mji, kuna tisha kweli kweli. Lakini kwa sababu ana shida na pesa, anapiga kazi mzee baba. Kafika. Sasa mwenyewe yuko wapi? Okay. Na anakutana na kaujumbe hapo mlangoni. Kaujumbe kanasemaje? Leave food on the punch. Aache mzigo kwenye punch. Tip inside. Kuna tip mwanangu. Kuna hela. No receive. Hamna noma bwana. Ngoja tu nichukue hiyo tip. Alright, ngoja niweke hiyo mzigo hapa. Bwana nimeambiwa niweke hapa mzigo, basi mzigo wenu ndio huo. Acha nifanye mpango wa kuondoka sasa. Kwa safari jinsi ilivyokuwa ni ngumu kufika huku na jinsi ambavyo ilikuwa ni mbali, mtu kumpatia hiyo tip si mbaya. Sasa hapa anaweza kupewa tip hata $50 kwa sababu ya jinsi ambavyo amejitoa kuja huku. Kwanza kuna tisha mbali. Hamna mtu ambaye anaweza kuthubutu kuja usiku huku. Mtu anakukatalia hapana, mimi siendi huko. Japokuwa na shida ili kutoweza kujiweka katika mazingira magumu. Lakini anaanza kuishi sehemu hii, kumbe ndio makazi ya yule bwana ambaye huenda akawa anamsumbua. Ni yeye mwenyewe ambaye ndiye yule gari ilikuwa inamsumbua ama. Sasa anajaribu kukagua kwa sababu mwenye gari yuko ndani, gari iko nje. Ngoja kwanza ikague ni yenyewe. Kuna kama namba fulani hivi za kwenye mlango, alikuwa kama anataka kwenda kubahatisha, aone zinafanania kidogo, japokuwa alikuwa hajasoma zile namba, na hatimaye anaichungulia kwa ndani. Kachungulia kawaza kaona huenda ikawa sio hiyo. Unajua alimind sana yule jamaa ambaye alitaka kumfanyia kitu mbaya. Sasa akaona ngoja tu apotezee, kama ni haja aondoke ama ni mripoti. Atakuwa ni huyu kweli ama sie? Ana wasiwasi. Anasema kuna barafu kali sana. Ngoja tu sasa niondoke. Lakini nikiendelea kukomaa hapa nimjue ndio yeye ama sio yeye, naweza nikajikuta. Sasa na cheki. Amepewa singapi? Mwana kanigea $14 tu kama tip. Kuna deki huyu jamaa ananitania. Sasa pesa gani?
Unaona mimi bwege, unaona mimi mjinga. Unaona mimi mjinga unaongea pesa gani? Dola 14. Asante kapewa dola 14 kama na $60 hivi. Kaona ndogo. Yaani mafuta haba alitumia ni nyingi. Pesa nyingi. Anajaribu kugonga taratibu, alitaka kupasua mlango. Kaona ngoja tu ugonge taratibu. Deki dola 14. Hii kazi ingekuwa nipewa hata dola 50. Kwa nizingua nichukue msosi ama niondoke. Kuna mtu kapita hapa. Mlango uko wazi. Kuna mtu kapita kwa nje. Sasa kagundua mlango uko wazi. Samahani, mlango ulikuwa uko. Hello. Sasa kumbuka bwana mdogo ana madeni. Sasa ili huenda likawa ni zali la mentali, anaweza akaiba kitu chenye thamani akaenda kuuza akapata pesa, akalipa deni. Sasa anajifanya hapa bwana. Hello. Ndani kuna mtu? Yeye kashaambiwa acha msosi pali fulani, chukua tipu yako yapo usepe. Nini kimekufanya uingie ndani? Huu ni wizi. Ando anakuja kusema umenipa pesa ndogo bwana. Money for the damages you did to my car. Anasema unajua hii pesa bwana, jinsi ambavyo nimepata damage ya gari yangu. Gari yangu imeharibika, huku juu ni mbali, gari mbovu, gari umesababisha mpaka imeharibika, huku ni mbali, haiwezekani unipe. Asante kidogo. Hii hela ndogo. Naona kuna lion, kuna mjomba Simba. Simba umechacha wewe, Simba wa kibisa, Simba wa maonyesho. Sasa anazunguka katika nyumba kama nyumba ya kwake. Hapo anakutana na radio kazima. Watu wengine wanajitafutaga matatizo. Sikakutana na pochi man. Anakutana na dola 10. Hii hela ndogo. Ni bebe ya nini? Huyu jamani nani kwanza? Handsome devil. Handsome devil. Rick. Handsome shetani. That should be enough. Nichukue moja itakuwa inatosha huyo. Nitamjua, nenda nampatie ule afande. Hiki nini? Aba ni msalaba, ni kisu. Haleluya. Sasa alijua wazi kabisa huenda ni ule ambaye alitaka kusababisha ajali. Anataka kubeba kama ushahidi kwenda kumuonyesha afande, huko amechukua kitambulisho cha mhusika. Aenda akamuonyesha afande, bwana huyu huenda ndio mtu ambaye alitaka kuniua. Sasa wakati anataka kuondoka, anaanza kuhisi vitu vingine vya ajabu. Sasa kwa nini nisichunguze sana huko ndani ya nyumba, labda naweza nikaondoka na kitu cha maana. Kwa nini niondoke hivi? Na wakati naweza nikafanya jambo hapa, nikatengeneza hela. Sasa akaanza kukagua mjengo sio kwake, anataka kukagua. Ili balaa anajitafutia huyu bwana mdogo huyu. Tuone safari yake inaishia wapi. Yana anatembea kama kwake hivi. Sasa ndipo akaona njia ya kushuka chini, underground, tunasemaga basement. Anashuka mpaka huko. Sasa anasikia kama kuna miguno hivi. Alipokaribia huo mlango, miguno iliongezeka. Kuna mtu katekwa bwana. Na huenda akawa ni mmoja kati ya wale watalii 9 waliotoweka. Alikuwa na kitu kama vile ule msalaba anao. Jamani, sijui cha kufanya nini. Nakusaidiaje sasa? Anaingilia vitu ambavyo havimhusu. Unaona, ajitafutia balaa mwenyewe huyu.
Jamani mimi nafa. Saidie kakaangu. Saidie. Sasa huyu mtoto wa kike anasaidiwa. Nakumbuka ni Mrusi. Hakumwamini mdada. Alijua huenda ndiye aliweza kumteka. Sasa unafanya nini wewe? Basi akamwambia nyamaza. Turn the music off. Yaani mimi nilikuwa nimejaribu kukusaidia tu nikutoe hapa. Sasa unafanya nini? Mbona sikuelewi? Mwenye mjengo huyo hapa yuko ndani. Amekaa kwenye ile redio yake. Kawasha tena redio. Mungu wangu, angeniua huyu. Asante. Sasa kilichobaki ni kuchomoka. Anaondoka nje huyu. Wanafanya nini? Mdada anazungumza Kirusi turuga gongana. Mateso aliyopata, mdada anataka kulipiza kisasi. Anasema nisikilize tukimbie. Amuone. Haone mtu. Wewe unafanya nini? Dada kabeba silaha zote. Haya. Kashawashtukia. Alipiga shoka hapo. Jeje. Shida wamejitafutia wenyewe hao. Haya, sasa wajitafutie tiba. Sasa unafanya nini? Unafanya nini wewe? Msalaba kashautupa. La. Ye. Sasa anataka kukuruka akimbie. Jamaa alimtupia shoka au mtoto wa kike. Ni mzee fulani hivi. Sasa dogo sijui kama atatoboa. Chapu kwenye gari yake sijui kama kawai nafungua nayo. Mzee kamsimamia mbele. Shoka inavuja damu kwa wengi sana. Mungu wangu, breki mbona sasa hii ndio breki inazingua. Sasa akikimbia ovyo amekwisha. Mzee ni kama vile kamwacha tu kukuruke, lakini anajua huyu atoboi. Yaani kamwacha tu aende. Ingekuwa na uwezo wa kumwahi. Hebu tuone mwisho wake inakuaje. Kwa nini kamwacha atembee? Kwa hoga, kwa hofu kubwa, kwa balaa ambalo mwenyewe kalisababisha. Angeacha mzigo tu asepe zake. Mungu wangu mimi. Jamani baba si akanifuata mimi aganiua. Nini bwana? What fuck of that? Nimechanganyikiwa. Yaani nimedata kabisa. Sasa wewe sisi ndo linaisha. No, usikate. Wewe usikate. Sasa sijajua huyu mzee alipunguza mafuta, alitoboa tanki na akajua dogo hata kama akikukuruka afiki mahali. Huku ni mbali na mji mzee. Sasa anaangalia nafatwa. Wana gari ina mkosa. Polisi na anajuana naye. Na dogo anajulikana kazi yake ni delivery. Afande, asante nimekuona. Yesu Kristo. Sasa unaendeshaje hivi kwa dadiki zako wewe? Unaendesha kama vile umelewa? Mimi naomba kwanza nisikilize. Naomba nisikilize. Nikusikilize nini? I found some wrecked car in the trees in there. It's just so weird. And now this. Are you drunk? Alafu kumbe umelewa? Alikuwa anajaribu kumwambia kuhusiana na wale anawatafuta. Wale watalii, wale ambao walikuwa ni hikers, yani wapanda milima, kwamba wameona gari yao. Sasa sikiliza mwanangu, kuna mtu anataka kuniua. Tena ananifuata mwanangu. Ananifuata na ile gari ya kutoa barafu barabarani. Anataka kuniua si. Nilikuwa nimepeleka msosi huko milimani. Kuna mwanamke amededi, ameuawa. Nimemwona kwa macho yangu. Wewe tatizo lako umelewa. Alafu unaendesha na gari, kwanza ni kosa la kwanza. Sawa Umelewa. Unaongea ovyo tu hapa. Umeona? Kwanza damu yako umeona ni ngapi? Damu yako ni ngapi? Unasemaje? Toka nje ya gari. Toka nje ya gari kwanza. Wewe damu yako imekutwa kwa muuaji. Kwamba kuna mwanamke amekutwa amekufa na damu yako imekutwa iko hapo. Hii si damu yako hii.
Baba, mimi nimeoa saa ngapi? Understand? Okay? We gotta go. Tuondoke. Kashagiziwa tena kesi ya mauaji. Wait, you're not even gonna ring me my rights? Jamani, lakini haki zangu si lazima zijulikane. Naambia haki unazo. Kituoni kwanza. Jamani, mimi si chochote na niambia mimi nimehusika na mauaji tena. Wale mahikers wenda wameuawa. Sasa ni nani kamsingizie ndo kaua? Balaa hili. Alright. You need to get someone up here. Hey. Lete maafande wengine. Usiende mwenyewe. Naambia tulia. Wewe umeniambia kwamba kuna mtu kauawa huko juu. Maafande, hii ni gari namba 22. Nathan, unafanya makosa. Sikiliza, mimi ni afande. Nafanya makosa gani? Najua kazi yangu nafanya vipi. Sasa sikiliza. Nimemkamata bwana mdogo alikuwa katika milima huko. Na mshuku huenda akawa amesababisha mauaji. Nimeweza kuona kuna damu. Sasa kuna mtu ambaye anaitwa Leland Shaw niko naye hapa. Ndiye ambaye na wasiwasi amesababisha mauaji. Oh. Wewe tulia. Nakwambia tulia. Kuna gari nyuma inakuja, huenda ikawa ni gari ya muuaji. No. Wewe usimfuate huyo jamaa, muuaji atakuwa. What seems to be the trouble? Wewe kuna shida hapa? Nikuulize, kuna shida yote? Zima hiyo gari yako, zima taa. Nataka nikujue ni nani. Hey, Leland. What are you doing? Unafanya nini? Ameshamjua jamaa, atawaua. Hey! Where are you going? Wewe unaenda wapi? Anaendesha akiwa na pingu mkononi. Jamaa anamlenga. Kashamkataza mara kadhaa. Sasa kama hataki, ngoja apambane naye. Hatamu hapo. Kapitiwa. Nathan, mimi nimekwambia ujamaa usimsubiri. Ujamaa ni mbaya. Sasa mwanangu uko nyuma wewe utauawa tu jamaa. Sio mtu mzuri. Hakujua tayari kashauawa jamaa yake. Tatizo wewe Nathan bwana cha kujua sana. Unajua sheria zote ndo zimelala kwako. Ai Mungu wangu. Utadedi tu. This is so fucking. Nimekwisha mimi. Nakumbuka gari yake haina mafuta. Inaweza kafika mahali ikazima. Simu nayo. Network ifanye kazi ama chaji hamna. Amefika hapa supermarket chapuchapu, labda ajaze mafuta chapuchapu ili aweze kuondoka. Kimbia kabisa maeneo haya. Wewe kaa mbali na hiyo pampu yangu. Wewe. Kuna mtu kakaa hapo. Bado ana pingu za afande. Wewe vipi? Anachukua maji. Nataka tu kujua mwisho wa siku inakuwaje. Atalipa alipi? To break out of prison? Vipi umekimbia jela? Naweza nikatumia simu yako mzee baba. I'll pay for that water, sir. Lipa kwanza ya maji. Sawa, hamna shida. Yeah. Pesa. Thanks. Asante. Naomba simu tafadhali. The phone's not working. Simu hazifanye kazi. The owner didn't pay his phone bills. Anasema mabosi hajalipa pesa bwana. Sorry. Kwa hiyo samahani. Well, okay, do you have... Sasa si una cell phone mwanangu? Simu yako ya mkononi? iPhone? Android? Oh, fucking Blackberry. Hata kama una Blackberry, nige simu yako ya mkononi mzee. Naomba. Please. 20. Nakugea $20 hapa. Pump 2. Asante. Kamuuzia simu ama ni aje? Kampa 40,000. Hey. You got a soul. Kampa kama 50,000 hivi. No. Una simu mwanangu? No. Ndinga ndio hapo inakuja mzee baba. Inakuja hiyo baba. Zwi. Ndinga inakuja hiyo. Amesheka pampu vizuri huyu. Aya.
Cheki. Kaondoka na pampu mzee. Huyu jamaa akatupa ile fegi na pampu ilikuwa inamwaga mafuta. Cheche. Yaani huko nyuma nilipo. Kituo kizima kilipoteza. Kituo kizima kililipuka. Bara. Na ile ndinga inakuja nyuma. Yaani kama sakajoka hivi. Inakuja wangu mzee baba. Dogo amedata, dogo amechanganyikiwa. Anafanya nini? Na kazi zimekuja kama zote. Sasa ndo mnakuja mnanijezea kazi kibao muda huu jamani, mimi na huku na tena nataka nitoe kama nikimbie nini. Yaani hata kusema siwezi. Kwa deki. Kazi zimeingia kama zote. Lakini yeye mwenyewe anataka kujinasua atoke katika matatizo. Haya. Ndinga ameshamsimamia mbele hiyo baba. Gari hiyo hapo sasa. Toba mwe. Bala. Mama wanakutana. Come on. Kudadeki. Shakuwa noma hii. Kamkimbia. Amekula chocho, amemeza kona, amemeza chocholo, ameingia chocho ya huko. Leo nakwambia balaa nalo. Na huyu mzee kazi yake ni kuwa, kama tulivyoweza kuona kazi ilivyoanza tu. Kuna mtu kauawa. Dogo kakimbilia huko. Hebu tuone kama atafanikiwa. Anamwachaje? Anakuja. Huyo hapo huyo. Hatari kabisa eh? Kazi anayo. Sasa huko ndo katangaziwa kwamba huko bwana barafu inateleza. Kajikuta kayumba. Huku gari ilibidi isiende kwa sababu huko ni barabara ya mtoni. Huu ni mto, lakini kwamba ni mto ambao umeganda. Sasa gari jinsi ilivyokuwa nzito na hii barafu sijui kama itakuwa imekomaa, anaweza akadumbukia. Kaona ngoja kwanza. Ngoja niangalie mwanzo mwisho na kwaje. Haya, sasa dogo akaenda mpaka pale katikati. Huko barafu zinateleza kama unatembea juu ya kioo. Jamaa mtazama tu. Anataka kufanya nini wewe? Akasugua kwanza kidogo. Akaona jinsi barafu zinavyoanza kukatika yani. Barafu zinakatika hizo. Kiufupi maji hayo yanapasua barafu. Barafu imekuwa ni nyembamba kiasi kwamba haina uvumilivu kutokana na uzito wa hiyo gari ambayo imekaa juu yake. Jamaa yuko nje ya ule mto. Jeji. Huyu anazama huyu. Ageuze gari chapu.
Barafu inamfuata inavyopasuka hiyo. Kimbie chapu. Ni Mungu tu anatembea na Yesu. Lakini ndio kuteleza huko. Anatelezaje? Kafanikiwa kuchomoka bwana. Katoka kwenye ule mto. Kasimamisha kwanza gari. Woo! Yuko upande wa pili. Yule bwege yuko ule upande mwingine. Huko hawezi kuja. Kuda deki. Dogo kasha save ngoma hiyo. Jamaa anarudi nyuma. Cheka anapomtukana. Si uko upande wa pili? Kuna diki zako. Shenzi wewe. Mitusi kama yote. That's right. Anampa dole la kati. Midole kama yote. Ai, kagongwa. Wako wengi nini? Wenda wako wengi. Oh, waliomgonga ni wanaomdai. Habari za asubuhi princess. You're fine, A-okay. Alimwala usijali uko sawa. Yani alikuwa anasema na huyo samaki. Wamemkamata na muda umefika, wanataka hela yao. Hey. We bwege. We bwege. Kulia wewe. Hizi ndo pesa ambazo alikusanya. Alikuwa anadewa milioni 10. I still got time. Bado niko na muda. Playtime in the park. We, muda wa kucheza umeshaisha. Hiyo pesa ni ndogo sana. Have you been driving around with your thumb up your ass? Hivi naweza nikakuacha utembee na makalio yako? Out on us? Hivi unatuona sisi ni wajinga sana? You were following? Ina maana ulikuwa unanifuatilia? Na mimi nilikuwa nakufuatilia muda wote usio kanikimbia. Boy. Mimi nimeona tu unazunguka kama unaendelea na kucheza kamari umeliwa. Wewe ungekuwa umekusanya hii pesa leo kwa siku, si ungenipatia yote hii. Sasa nyingine umeshaliwa. Sasa sikiliza, nikikunasa tena na kutandika risasi kama pesa yangu haijatimia. Sija kuibia, mimi nilikuwa nimecheza tu kamari. Unachezaje pesa ya mtu? Unachezeaje pesa? Huyu samaki wako unampenda sana huyu eh? My fish. Naomba nipatie samaki wangu. Samani, nipatie samaki wangu. Unataka samaki wako eh? Basi mbaya, ngoja nikupe. Nipatie samaki wangu Rebeka. Nipatie samaki wangu. Na mtandika risasi kichwa huyu. Sure. Chukua. I know this is going to make me sound like a jerk ass and this is badly timed. Jamani samani kidogo, kuna mzigo hapa na mkabizi huyu ili apeleke kwa mteja. Potea hapa kwa dalili zako. Potea. You got something to say there, Lee? What kind of people you got working for you? Hivi nyinyi ni watu wa design gani? Mnafanya kazi na watu gani nyinyi? Mimi nimesema na walipa pesa yenu, lakini bado tu mnataka kuniua. Who's the psycho? Nani wewe mwendazimu? Plow truck that you got working for you. Nasemaje, kuna mshenzi mmoja ambaye alikuwa anataka kuniua. Na imani hata na nyinyi wenyewe atawaua huyo. I don't know what the hell. Sijui unazungumza nini wewe. You got a phone in this shithole? Yeah. It's just out here. Go make the call. Get the boy. Kashawatahadharisha kuhusiana na huyu mtu ambaye anatembea na gari ambaye ilikuwa iko na kutoa barafu barabarani. Mimi nawaambia kuna mtu ambaye ndio kasababisha mimi nisipate pesa leo vizuri. Huyu mshenzi alikuwa anataka kuniua. Leo ningepiga pesa za maana tu ningewalipa pesa yenu. Nina mpango wa kuwalipa. Sasa ni bahati mbaya tu. Nimepoteza pesa yenu kwa bahati mbaya tu. Lakini mimi nitarudishia pesa yenu. Wewe uweze kucheza pesa yangu wewe. Na wakilipa milioni 10 nitakudai milioni 5 nyingine. Hiyo inakuwa ni fidia. Keeps on making the same. Yaani usije tena ukafanya mikosa hiyo hiyo. You're like a drunk at the bar who doesn't. Tatizo lako unapenda sana kulewa. And this is what happens. Sasa mimi nitakufundisha. Na hiki ndicho kitu ambacho kinaweza kutokea ukiletea ujinga. Ewane, kuna ndinga moja tayari imeshafika. Ni ule jamaa anakuja.
Anakuja huyo mzee baba. Jamaa anashangaa vipi tena? Anapita na kibanda. Kudada deki. Mtu wa hoteli anashangaa kuna nini tena? Anaendelea na majukumu. Kuna mtu anagonga mlango wa uani, anataka kwenda kuona kuna nini. Nani anayegonga huko? What the hell? Jesus Christ. Anajiuliza kuna nini tena? Ameanza kushtuka, hata naye mwenyewe anataka kujua kuna nini. Kashakuja huyo mzee. Na bwana yake nje kashauawa. Kashapitiwa na ndinga. Na yule mtumishi katika hiyo hoteli, huyo hapa cheki alivyochakazwa. Salala. Shakuwa balai. Pigwa ngumi moja tu nzito. Pigwa na kauzi ya maana. Dogo sungura cheki anavyoepa. Lazima taa. Kajificha jikoni. Pazito anakimbia. Amtegesha migesi kama yote. Wewe huyo samaki sumuache, utakuja kumtafuta baadaye. Unaye? Wewe usiende. Siende niokoe na wewe na madeni yako. Sorry. Samahani, siwezi kukusaidia. Kimbia chapu na kagari chake. Kagari chake cha delivery. Amna noma, na tushamkimbia Ubwege. Ameshamkimbia Ubwege na bado yuko na kazi. Kuna mahali nataka kupeleka hiyo pizza. Sasa wale ambao wanamdai shaundei. Lakini kumbuka wale ni watafutaji hela tu. Yani wale ni debt collector. Kazi yao ni kukusanya hela. Sasa huko anakokwenda pameandikwaje? Barabara imefungwa. Until further notice. Shit. Sasa nikazungukia wapi tena? Au nipite tu hivyo hivyo?
Kudadeki. Kamani. Yaani huyu jamaa umetokea wapi jamani? Yaani umefika chapu kwa haraka. Ana jamaa kama anamchezea tu hivi. Anamlia timing. Dogo anahangaika. Ni kuhamisha mikono tu. Kwa sababu mkono wake mikono imefungwa. Badadeki. Mimi napita huko. Napita huko ambako barabara imefungwa. Huko. Huyu jamaa akimbiliki. Huwezi kumkimbia. Cheki anavyokuja mzee baba. Anatisha, Anachungulia mjomba anakuja huyo hapo. Unataka nini kwangu? Achana na mimi. Leave me alone. Mambo ni mazito isi. Hayo ndio yameweza kujiri. Kasheshe. Bado samaki wake yuko nayo na pizza ile ya kuipeleka mahali yuko nayo, lazima delivery. Huyu mjomba anasema bwana mkubwa tunaenda wote. Sawa mzee baba. Njoo chini huku. Niachie kama cheki atu. Sasa ngumu kupanda hapo juu. Pagumu hapo. Kafanikiwa.
Mungu amemsaidia. Kuna deki. Siamini nimepona. Anaondoka eneo la tukio akiwa yuko hoi. Kuna gari ya kumpa lift imefika. Mungu ni mkubwa. Reggie. Yako nani? Reggie. Turtle once. Called him Buck. Great. Told you the mountain was dangerous. Got any tools on you? Good morning, Niswa. It's another cold and frosty morning out there, but at least it ain't snowing. So, now down to serious business. Top story of the day is what's being referred to by the police as the snow... Bwana, tunamaliza kazi nzuri kabisa kama hivi kutoka ndani ya idara ya ACC. Mimi ni DJ Mark na kitu kinaitwa Delivery Run. Bwana, tumeweza kuona na kusisimka kweli kweli. Mpaka dogo anamaliza hii kazi asubuhi na mapema, anapeleka mzigo watu. Yaani kapewa jana usiku, anapeleka mzigo watu hapo. Mzigo wako bwana. Unaweza ukaweka tu kwenye microwave ukapasha. Why the hell are you only wearing one shoe? Kaleta msalaba. Bwana mkubwa, mimi nimekuletea msalaba, naomba hela. Maana leo kaamka asubuhi hana hata shilingi 10 ya kula. Msalaba kaiba kule kwa ile nyumba yule jamaa. Anacheka. Wanajuana nini? Wanajuana nini na muuaji? Msalaba anaujua? Sina mengi ya kuzungumza, na maliza kazi nzuri wanaita Delivery Run. Kuna mtu mwingine anamdai. Wewe jana usiku kuna kisha kwenda kutafuta muda wote sijakupata. Uko wapi wewe? Shazini kukushika. Baadaye bwana, unasemaje kwa nini zangu na kudai pesa yangu wewe? Lazima unilipe. Bado anadaiwa huko. Hey, Gus. Wewe Gus. What do you want, please? Mimi lia hapo. What time to waste? I got your money. Pesa yako nimeipata. It's mine. And you can tell. Sasa hii gari inakuwa ni ya kwangu kuanzia leo. You got the money. Umepata pesa hiyo kweli? Acha kuniambia wewe. Wewe unakuja kuniambia hadithi za ajabu ajabu. Wewe pesa utolee wapi? Na mimi mwanangu pesa nishaipata. Wenda ule bwana kamlipa pesa nyingi kutokana na kile alichompelekea. By tomorrow? Bwana kesho I had myself a rough night. Mimi nakuja kukupatia pesa. Ila leo niache kwanza. Kazi yangu ilikuwa nzito leo. Anapumzika bwana mdogo. Nini tena? Nikavamiwa ama ni aje? Tunamaliza kazi hapa. Tunaona tena katika vigongo vijavyo.